nakuja kama hivi. Yes. Kwa mara nyingine tena nawaletea story ya Osman. Sasa Osman bwana anaenda kuikomboa Kai, kijiji cha Kai anaenda kukikomboa. Pale unajua ndo sehemu ambayo alikuwa anaishi, yani ndo kijiji ambacho anakitawala yeye, ndo kuna familia yake na imaya yake. Sasa bwana kile kijiji kilichukuliwa na wa Mongolia. Wakina Hurgan wale ndo waliochukua kile kijiji. Unaona? Wakawa wamemuasi Osman. Hurgan bwana alishirikiana na Helbey wakaweza kukipokonya kile kijiji na kawamteka Osman, wakaanza kumzungusha, akamweka kwenye misalaba, akanamdhalilisha. Sasa bwana Osman baada ya kuwa anaishi kama digidigi ameamua kurudi kuja kuikomboa Kai. Anashikisha adabu wa Mongolia. Basi bwana Mongolia wako wanafanya mazoezi hivi, hawana habari, yani wenyewe wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Kumbe bwana Osman kashatega mitego yake kule, kashaweka silaha zake. Unajua yule ni mtaalamu sana, mbabe wa kivita. Baadaye sasa wale walinzi ndo wanakuja kuangalia, oya kuna watu bwana kule, wewe Osman kashavamia. Wanaanza sasa wenyewe wanaanza kuna nini kufanyaje? Wanaanza kupambana kumfuatia Osman. Kumbe Osman bwana kashatega mitego muda mrefu sana. Alafu unajua Mongolia wale ni watu wa kukurupuka, yani wale bwana hawana ule utaalamu sana na vita. Osman ndo mtaalamu wa vita. Ndio maana hata nani Hurgan alikuwa anasema bwana mtu tunayepambana naye ni mtu ambaye anajua vita sana, ni mtu mwenye akili, atapambana naye hivyo, lakini ni balaa, yule ni mbali. Unaona hapo akina Kisai wananyua mikono juu na Osman, wanasema Mwenyezi Mungu mkubwa. Unajua bwana Osman akishataja Mwenyezi Mungu mkubwa na wale maaskari wake wao wanapandisha mori vibaya mno, yani wanakiwasha ile mbaya. Sasa ona sasa hapo wanavyoanza kuwasha moto ndani ya Kai. Hiyo Kai ni ya Osman. Kwa hiyo Osman anajua engo zote, yani anaanzia wapi, mitego anaweka wapi, walinzi anawafinyia wapi, na kweli unaona kabisa kwamba kawaweza. Kawaweza, kaingia na silaha zake, zile silaha za kibadi sana. Hizi ni silaha mpya. Mimi sijawahi kuona Osman anatumia silaha kama hizi. Jamani, mbaya sana kwenye vita. Yani ni hatari kinoma noma. Sasa Osman kashafagia ndo anashuka sasa mwenyewe. Huku kuna bi mkubwa bwana. Huyu bi mkubwa huyu ndo yule wa Malikia wa Mongolia. Machai anamcheza, "Oya, kuna kitu kinaendelea huko bwana, mturudi kule Kai bwana, uenda Osman kashaharibu." Huku Kisai, Osman ndo hapo washapandisha mori, wanaingia Kai sasa wanaanza kukiamsha. Yani wanakiamsha ile mbaya. Panga linatembea vibaya mno. Unaona kina Ali ni pale wamechafuka, wakina Holani wamechafuka huko ndani humo. Unaona bwana, ngoma inaendelea. Watu wanatembeza panga ile mbaya. Wanatembeza panga vibaya mno. Yani ni noma humo, panga linawaka vibaya. Unaona Holani sasa hivi kashacharukwa. Unaona kuna huyo mama huyo bara hatu naye ni noma sana, ikashachafuka. Unaambiwa hapo aambiwi mtu kitu mwanangu. Wanahakikisha hiyo Kai wanafanyaje? Wanaiokoa. Sasa bwana Helbey muasi ambaye muasi Osman leo na anakamatika. Leo unaona kabisa akakamatika na anaingia mikononi mwa Osman. Leo nadhani ndio mwisho wake, atoke kwa Osman. Osman bwana anamkamata Helbey, anamwekea panga shingoni na anamwambia sala zako za mwisho, mimi hapa sikuachii na kumaliza kwa sababu wewe ni muasi, alafu ulisumbua. Kumbuka Helbey alisumbua sana, aliua watoto, wanawake, alitia maji kwenye kisima ya sumu, akaua watu wengi kwa sababu ya nini? Ya madaraka, na kweli alifanikiwa kuichukua Kai na sasa ndo anakuja kuirudisha sasa hivi Osman. Osman anammaliza Helbey. Helbey ndo mwisho wake. Unaona hapo Osman kidogo roho yake imekuwa nyeupe pale, anapongezana na bara kwa kumaliza Helbey ambaye aliwasumbua sana. Jamaa huyu aliwasumbua. Huku bwana Malikia wa Mongolia ndo anaingia sasa. Anaingia Kai, yani anaingia ikulu kama kwake. Hayui kama Osman kashaichukua Kai na yuko ndani ya Kai, yuko ndani ya ikulu. Hawa jamaa ndo wanarudi ili kuingia Kai kupanga mikakati kwamba vipi, tulisikia kama kuna kelele huko, Osman kafanyaje? Kumbe hajui kama Osman kashaichukua ile ngome. Maaskari wote wako chini yake. Kashawateka maaskari wale, na maaskari wameamua kujiunga na yeye. Wameshavaa nguo uniform zile za hawa Mongolia, wanajifanya ni Mongolia, kumbe hakuna muda mrefu ashas. Cheki Begum anavyoshangaa. Yani leo Osman yuko kwenye ikulu na bara, ikulu ambao Begum walipigania sana, yani ikulu ilikuwa anaiota sana, walihasi na yule mwenzie Helbey kwa sababu ya hiyo ikulu. Na kweli kwa ishaichukua. Leo hii Osman kashachukua ikulu yake, yuko ndani ya Kai, ana noma, utamwambia nini? Angalia sasa hapo walinzi wale ambao walikuwa wanawategemea wa Mongolia, leo wameshahasi tayari, wako kwenye upande wa Osman. Jamaa Aratuga anaanza kushangaa, bwana nini kinaendelea? Huyo Hurgan naye anachanganyikiwa. Ina maana maaskari wote wameshaondoka tena washaingia kwenye upande wa Osman. Osman kashachukua ngome kwa sababu Helbey kashamuua. Tayari ngome ile kashaichukua. Unaona? Yuko ikulu tayari Osman sasa hivi ana shida. Ndo panga yanaanza kutembea hapo. Sasa basi hii ngoma ndo ina mwanzo kwanza, ndo inaanza. Hiki kipande mimi ndo nawaletea. Ni kipande kiko mbali sana, kiko yani huko mbali kwenye 86 87 huko ambako bado kabisa tujafikia. Ila nimejaribu kuwaletea hiki kipande kwanza ili tukimaliza alafu tuendelee na mambo mengine. Okay, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili tuwe pamoja kwenye kila kitu ndani ya Osman. Ciao.